Kwanza nianze kwa kusema moja kati ya jukumu kubwa la msingi la balozi ni kuwaleta diaspora pamoja. Ni kuwaleta diaspora pamoja kisha kuwaleta diaspora karibu na ubalozi. Na ukiwaleta diaspora karibu na ubalozi maana yake ni nini? Maana yake umewaleta karibu na serikali yao. Umewaleta karibu na serikali ili kujua mipango ya maendeleo ya serikali, lakini pia na kuwajumuisha katika mipango hiyo ili wawe sehemu ya kujenga uchumi wa nchi. Serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeendelea kufanya juhudi za kuwatambua na kuwaleta diaspora ili waweze kufahamu mipango ya serikali, lakini pia kushiriki katika kujenga uchumi wa nchi na hivyo kuchangia katika maendeleo ya nchi. Na kwa kufanya hivyo, serikali imefanya maboresho katika sekta mbalimbali na sheria ili diaspora waweze kufaidika na hizo fursa zilizopo. Serikali imefanya maboresho katika sheria mbalimbali. Imefanya maboresho katika sheria za fedha, inaendelea kufanya maboresho katika sheria za ardhi, sheria za uraia, ili tu iweze kuwapa diaspora fursa ya kuweza kushiriki katika maendeleo ya nchi yake. Sasa ni wakati wa diaspora basi kuchangamkia fursa hiyo. Na ndio maana basi tunaweza kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wanakuja hapa kuelezea huduma ambazo wanazitoa kwa ajili ya diaspora. Ninashukuru sana uongozi wa wizara yetu, Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, chini ya Mheshimiwa Waziri Thabit Kombo kwa maelekezo na miongozo mbalimbali ambayo inatusaidia sisi ubalozi kutekeleza majukumu yetu, hususan hili la kuwaleta diaspora pamoja. Wizara chini ya kitengo cha diaspora imeratibu ziara za taasisi mbalimbali ambazo zitakuja hapa Netherlands ili kuwaeleza diaspora ya Netherlands na wanaotoka katika nchi za jirani huduma inazotoa mahususi kwa ajili ya diaspora, ili diaspora kuweza kunufaika na fursa hizo. Tunaishukuru sana wizara yetu. Maelekezo na miongozo hiyo ya wizara ni katika kutekeleza maono ya serikali ya awamu ya 6 kuwaleta diaspora na kuwashirikisha katika shughuli za maendeleo ya ujenzi wa taifa lake. Kinachofanywa na taasisi hizo mbalimbali kutoka nyumbani ni kuonyesha nia yake ya dhati kuunga mkono juhudi za serikali kuwafikia diaspora na kuwaleta nyumbani ili waweze kushiriki katika shughuli za maendeleo. Tunazo taasisi za serikali, tunazo taasisi za kifedha, lakini tuna pia taasisi za watu binafsi ambazo ziko hapa kueleza huduma zao kwa ajili ya diaspora. Kwa hiyo nawasihi diaspora wa hapa Netherlands, lakini pia diaspora wanaotoka nchi jirani na hapa Netherlands, msikose kuwepo hapa. Hii imewarahisishia kwa sababu serikali imewaletea huduma hizi karibu na ninyi. Badala ya nyinyi kupanga mipango ya kwenda nyumbani ili kuanza kutafuta taasisi hizi moja baada ya nyingine, mnazipata taasisi hizi mahala pamoja. Unakosaje fursa kama hiyo? Fursa inayokuwezesha wewe kufahamu huduma zilizoko mahususi kwa ajili ya diaspora, lakini pia inakupa nafasi ya kutambua ni kwa namna gani wewe unaweza kushiriki katika maendeleo yako binafsi, lakini pia na ya uchumi wa nchi yetu. Tafadhali ninawasihi msikose kuhudhuria siku hii ya tarehe 9 Mei 2026, lakini pia ni fursa ya sisi kukutana pamoja na kuonyesha wenzetu, wenyeji wetu wa Dutch, lakini na marafiki kutoka mataifa mbalimbali kwamba sisi ni nani, Tanzania ni nani, utamaduni wa Mtanzania ni upi, Watanzania wanafanya nini, wanakula nini, wanaishije, upendo wa Watanzania wataujuaje kama hatujakaa pamoja na kuonyesha. Jamani, karibuni sana. Hii ni siku muhimu sana kwetu, hivyo msikose. Nawe nitafurahi kuwaona nyote. Karibuni sana.